Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Januari 25, siku ya Jumapili. Tunaangazia mada inayosema tunatimiza kile Mungu anachotenda ndani. Baada tu ya kumwelezea Yesu kama mfano mkamilifu wa unyenyekevu na utii kwa mapenzi ya Mungu, sasa Paulo anawageukia Wafilipi wenyewe. Anathibitisha utii wao kwa Bwana baada ya kupokea ujumbe wa Injili. Matendo 16:13 hadi 15 aya 32 na 33, na kuwasihi waendelee katika utii huo. Baada ya kuwasilisha mfano wa maisha ya Kristo na msalaba kwa njia ya wokovu, Paulo sasa anajikita moja kwa moja juu ya jinsi haya yote yanavyofanya kazi kwa vitendo. Soma Wafilipi 2 aya ya 12 na 13. Paulo anamaanisha nini kwa kusema utimizeni wokovu wenu wenyewe? Unawezaje kuelezea uhusiano kati ya imani na matendo? Katika aya hizi mbili, Paulo hawasilishi injili tofauti na kile anachoeleza katika Warumi na katika nyaraka zake nyingine. Tunaweza kuwa na uhakika kwamba ujumbe wake hapa unakubaliana na injili ya kuhesabiwa haki kwa imani, ambayo pia aliihubiri huko Filipi na maeneo mengine. Lakini pia ni muhimu kuzingatia yote ambayo Biblia inasema juu ya mada husika, hasa juu ya mada ya wokovu ambayo inaweza kutoeleweka sana. Soma Warumi 3 aya 23 na 24, Warumi 5 aya 8 na Waefeso 2 aya 8 hadi ya 10. Vifungu hivi vinafundisha nini kuhusu wokovu? Bila shaka, wokovu ni kazi ya Mungu na sisi wenyewe hatuwezi kujisifu kwa ajili yake. Hata imani yenyewe ni kipawa kinachohimizwa kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. Matendo yetu wenyewe hayawezi kutuokoa. Hata hivyo, kupitia kuzaliwa upya, Mungu anatuumba upya kiroho na kutuwezesha kufanya matendo mema. Roho wa Mungu anatenda kazi ndani yetu, akiwezesha nia yetu ya kuchagua mema, kupinga majaribu na kufanya chaguzi sahihi. Kwa hivyo, tunahimiza kile Mungu anachotenda ndani kwa kuogopa na kutetemeka. Wafilipi 2 aya ile ya 12. Je, hilo linamaanisha kwamba tunapaswa kuogopa hukumu ya Mungu juu ya jitihada zetu ambazo daima ni dhaifu kutii? Bila shaka sivyo. Kirai hiki kinarejelea kuhisi kuwepo kwa Mungu. Tazama Zaburi sura ile ya 2 ya 11 na hitaji letu la kumtii. Ni kwa njia gani umepata uzoefu wa utendaji wa Kristo ndani yako? Hata hivyo, ni kwa namna gani asili yako iliyoanguka inapingana na kile Mungu anachofanya ndani yako, na unawezaje kuupinga mvuto huo? Hii ni Januari 25, siku ya Jumapili. Katika mwendelezo wa somo la 5, mada ya leo inasema tunatimiza kile Mungu anachotenda ndani. Kumbuka juma hili mada yetu kuu yasema kuangaza kama mianga usiku. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.